Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuzungumza nawe mpendo wa Mungu popote ulipo, kuhusu kuweka tumaini katika Mungu, katika Kristo. Kuna watu ambao wamejiwekea watu wao ambao wanawategemea. Kuna wale wako na godfather wamejiwekea wanawategemea. Na kuna watu ambao hawana wa kumtegemea pasipo Mungu. Watu hawa wameweka tumaini lao katika Mungu, akaweze kuwaokoa, akaweze kuwakomboa na akaweze kuwasaidia. Endapo wewe ni mmoja wale na wameweka tumaini katika Mungu, hautaaibika mtu wa Mungu. Kwa maana Mungu anakufahamu zaidi. Kabla kuumbe alikuwa anakufahamu. Alikuwa anajua upo na atakutengeneza, atakuweka duniani. Therefore, kwa kumtumainia Mungu na kumtegemea Mungu, Mungu atakufanya kuwa mwana. Lakini kabla Mungu hajakufanya kuwa mwana, ni lazima upitie katika vipimo. Majaribu ndiyo chakula cha kila Mkristo ambaye ameamua kumtumainia Mungu. Majaribu yatakuja, lakini kwa sababu unamtegemea yule ambaye ni mshindi, Kristo, utashinda tu. Kwa maana sisi twajifunza kutoka kwa Kristo Yesu. Na Kristo Yesu mwana wa Mungu alifanyika mshindi. Hata sisi nasi tutashinda tu. Ni kipindi tu, ni kwa muda tu. Hayo majaribu ni kwa muda tu, mtu wa Mungu, yatafika mwisho. Zidi kumtumainia Mungu, kuweka tumaini lako mbele za Kristo. Umwamini yeye kama mwokozi wako. Umwamini yeye na umwabudu yeye kwa kweli na roho kutoka moyoni. Kwa wale wanaodhania kwamba wewe umefanya makosa kwa sababu hauna watu wa kuwategemea, Mungu atakuwepo, wewe umtegemee. Mungu atakufanya kiumbe kipya. Mungu atakupitisha katika hali ambayo itawaacha wengi vinywa wazi wakishangaa, ulipitaje, ulishindaje? Hiyo inaitwa kumtumainia Mungu. Therefore, ni ombi langu watu wa Mungu mchana huu wa leo kwamba tuzidi kuweka tumaini letu katika Kristo. Na endapo unatumaini katika watu, unawategemea watu, achana kutegemea watu, mgeukie Kristo ili uweke tumaini lako kwake. Vita vitakuja tena vikali, lakini utaweza kuvishinda vyote, kwa maana Kristo atakupa nguvu. Kristo ndiye twajifunza